Moja kwa moja kama ambavyo afisa habari wa Simba Sports Club Ahmed Ally amezungumza hapo, kana kwamba akiwaita mashabiki wa Simba kujitokeza kwa wingi kwenda kuisupport timu yao. Habari njema ni kwamba wale wachezaji ambao Simba Sports Club walipata injury kidogo, majeraha madogo na sasa na wao pia wamerejea kunako pitch. Hapa tunamzungumzia kiungo bora mshambuliaji kwa hivi sasa, kiungo ambaye kwa Simba Sports Club anapewa nafasi kubwa ya kuchezeshwa katika position tofauti. Anachezeshwa kama namba 8, anachezeshwa kama namba 10, lakini pia kuna wakati anasimama kama nambari 9. Sio mwingine ni Ino Jospin Luemba. Tunapomzungumza Ino Jospin Luemba, hapa tunazungumza kipaji maridhawa. Huyu ni miongoni mwa usajili ambao Simba Sports Club wameufanya katika kipindi cha dirisha dogo la usajili, na amekuja kuwa na mchango wa moja kwa moja kwenye kikosi cha Steven Baka. Kwa nini Simba Sports Club ni furaha kubwa kwa wao kurejea kwa Ino Jospin Luemba? Kwa sababu huyu ni mchezaji ambaye anakwenda kuiofa timu vitu vingi zaidi kiwanjani. Ana uwezo wa kuchezesha timu, ana uwezo wa kupiga mashuti, na amekuwa miongoni mwa watu ambao ni wasumbufu katika safu ya ushambuliaji. Na nikwambia kwamba Ansel Toula pia kwa sasa amezidi kuimarika zaidi. Ule ubora wake ambao alikuwa nao hapo awali ulitetereka kutokana kwamba na games zilikuwa nyingi, walikuwa wanakosa muda wa kupumzika. Lakini hivi sasa tunavyozungumza, Ino Jospin Luemba yuko fiti, Ino Ansel Toula yuko fiti, Ribase Gueye yuko fiti. Nimejaribu kupitia mazoezi ya Simba Sports Club siku ya jana na siku ya leo, watakuwa wakitrain kuelekea kwenye mchezo wa kesho, wako fiti 100%. Baadhi ya wachezaji ambao watawakosa Simba Sports Club katika kikosi chao kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union ni Abdulrazak Hamza ambaye amekuwa injury kwa muda mrefu, na Musa Kamara ambaye alikuwa pia kwenye injury ya muda mrefu kidogo. Lakini wachezaji wengine wote wako fiti na wamesharejea. Ukimtazama pia Selemani Mwalimu ambaye alikuwa kwenye adhabu amemaliza, na game iliyoisha aliweza kucheza dhidi ya TRA United katika dimba la Meja Jenerali Samuel jijini Dar es Salaam. Lakini baada ya hapo sasa pia tunakuja kutazama nyota ambao walionekana kupata injury katika mchezo wa mwisho. Hapa tunamzungumzia Rushen Deruk, alipata itirafu kidogo, lakini kwa sasa yuko fiti, na hata mazoezi ya mwisho na maandalizi kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union ameweza kuonekana akicheza mchezo huo, akifanya mazoezi na wenzake, na atakuwa fiti. Basi kwenye kikosi cha Simba mpaka hivi sasa tunaweza tukasema 98% ya wachezaji wake wote wako fiti, wote wako vizuri, wote hakuna mwenye shida. Na hapa ndipo wakati wa mashabiki wa Simba wanapaswa kwenda kuwaombea zaidi, ili kuwaepusha wachezaji hawa na injury ambazo zinaweza zikawakuta katika muda huu ambao tunarejea tena, ikiwa ligi ilisimama kwa muda mfupi na sasa inarejea ikiwa na kasi kweli kweli. Na sasa tunafunga pia ukurasa wa kuzichakata zile ambazo tumeweza kuzifahamu kutoka kwa wekundu Msimbazi Simba Sports Club. Tunakwenda kuzimulika sasa upande wa pili, ni Dar es Salaam Young Africans. Tutaanza na sakata la Mohamed Damaro ambaye alifungiwa. Alikuwa ni mchezaji wa zamani wa Singida Black Stars, lakini Young Africans kesi yao imeenda mpaka FIFA, akitanabaisha msemaji wao wa Young Africans Al Shaban Kamwe kana kwamba sakata la Mohamed Damaro Kamara limekwisha kumalizika. Hakuna namna yoyote anaweza akashindwa kuitumikia Young Africans kama mchezaji na raia wa Tanzania. Naomba kunukuu, mamlaka ya uhamiaji iliidhinisha kana kwamba Mohamed Damaro Kamara ni mchezaji halali raia wa Tanzania wakati akiwa na Singida Black Stars. Baada ya hapo Mohamed Damaro Kamara alisajiliwa na Young Africans wakati wa kipindi cha dirisha dogo la usajili, na akasajiliwa kama mchezaji wa Young Africans raia wa Tanzania, mchezaji mzawa. Lakini kumbuka ya kwamba Simba Sports Club wanadai mchezaji huyu anatumika kinyume na taratibu, ili hali Young Africans wao walifuata taratibu zote za kuhakikisha kwamba mchezaji anaitumikia timu akiwa na vibali vyote. Na tatizo litakuja kubaki, Simba Sports Club ndio wenye makosa na si Dar es Salaam Young Africans, wala si mchezaji mwenyewe Mohamed Damaro Kamara. Kwa nini? Ni kwa sababu mwenye makosa ni shirikisho la mpira wa miguu kushindwa kutuma taarifa zake kwenye shirikisho la mpira wa miguu FIFA duniani kana kwamba waweze kuidhinisha uraia wa Mohamed Damaro Kamara kwenye kikosi cha Young Africans na kutumika kama mchezaji na raia wa Tanzania. Kwa hiyo hakuna namna yoyote kwenye kesi ya Mohamed Damaro Kamara na Young Africans wanaweza wakaonekana kana kwamba hawajafanya yale ambayo yalipaswa kufanya. Kwa wao wametekeleza kwa 100%. Kwa wao wamefanya vile ambavyo ilipaswa kufuatwa na sheria
kanuni, taratibu kwa upande wa Young Africans walizifuata. Tatizo linabaki kwenye bodi ya shirikisho ambayo Simba pia wamechungulia, wameona wanaweza wasiipate ile haki ambayo wanahitaji kutoka kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Wameamua kuandika barua. Kwa sasa tunavyozungumza, ipo mfuko wa shati, kana kwamba wakati wowote Simba wanaingia, Simba wanabisha hodi CAS kwa kushitaki upya. Wanafahamu ili kesi iweze kupokelewa CAS ni lazima utoke kwenye shirikisho la kwako nyumbani. Sasa baada ya Simba kushtaki na kuona kana kwamba hawajafanyiwa vile ambavyo inapaswa, hawajajibiwa, wameandika barua nyingine, wameiweka mfuko wa shati ili kusudi watakapokwenda kuwasilisha maombi yao ya kesi kusikilizwa na mahakama ya usuluhishi duniani CAS ya mpira wa miguu, basi wawe wana evidence, wawe wamehakikisha kwamba huku chini tatizo limeshindwa kutatuliwa. Hiyo ilikuwa ni ya Mohamed Damaro Kamara. Lakini sasa nini ambacho Simba Sports Club walikuwa wanakihitaji hasa? Simba hawahitaji Young Africans aweze kukatwa pointi. Simba hawahitaji kuona Young Africans akitengeneza kesi dhidi ya Simba, bali Simba wanachokihitaji ni ule utaratibu uliowekwa na FIFA. Kwa nini wameshindwa kuufuata, ili hali mchezaji anatumika kama mchezaji ambaye anakuwa ni zaidi ya wale wachezaji wa timu zingine? Tunafahamu ligi yetu inaruhusu wachezaji 12 pekee kusajiliwa kwenye klabu moja wa kigeni, wachezaji 12 pekee wa kusajiliwa wa kigeni. Baada ya hapo wachezaji ambao wanapaswa kusajiliwa ni wachezaji wazawa. Sasa kwa Simba wanaona kuna namna shirikisho la mpira wa miguu Tanzania limeipendelea Dar es Salaam Young Africans kumruhusu Mohamed Damaro Kamara kutumika kama mchezaji ambaye ni mzawa raia wa Tanzania. Wakati huo wanaangalia kwenye mfumo wa FIFA, Mohamed Damaro anasoma kama ni mchezaji na raia wa Guinea, na wakati huo Mohamed Damaro kwenye mfumo wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF anasomeka kama mchezaji na raia wa Tanzania. Sasa hapo ndipo kuna kuja mkanganyiko, unakuja kutazama changamoto inakuja wapi. Simba wanataka mchezaji taarifa zake zipelekwe FIFA, ziende zikasome ni raia wa Tanzania, kisha wao watakuja kujiridhisha. Kwa hiyo unaweza kaona ni mchezo ambao umetengenezwa ili kuweza kuleta pressure hapa katikati, lakini uhalisia ni kwamba Young Africans kwa upande wao hawana tatizo lolote. Walifuata taratibu, na wakati wanakwenda kumsajili kutoka Singida Black Stars Mohamed Damaro Kamara kuja kwenye kikosi cha Young Africans, walijua kabisa kana kwamba huyu ni mchezaji ambaye ni mchezaji na raia wa Tanzania. Na hata kwenye shirikisho la mpira wakati wanamuombea kibali cha mchezaji kwenda kushiriki mechi za ligi kuu akiwa na Young Africans, kana kwamba akicheza kama mchezaji wa Young Africans, tayari alikuwa anasoma kwamba yeye ni raia wa Tanzania. So hamna namna ambayo Young Africans wanaweza wakajikuta kwenye msara kuhusiana sakata la Mohamed Damaro Kamara. Mohamed Damaro Kamara ni mali halali ya Young Africans na ni mchezaji halali raia wa Tanzania, na kama itawafaa shirikisho la mpira wa miguu TFF Tan Football, huenda akaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania iwapo ataonyesha kiwango cha kuridhisha. Kocha Miguel